Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Vita kati ya Urusi na Ukraine vinaendelea kuingia katika hatua mpya na ya hatari zaidi, huku Urusi ikiongeza mashambulio makali ya anga dhidi ya miundombinu muhimu ya Ukraine, hususan mitambo ya umeme na nishati wakati huu wa baridi kali. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, makombora na drones kutoka Urusi yamelenga miji kadhaa na kusababisha kukatika kwa umeme, kuongezeka kwa joto na kukatika kwa maji kwa mamilioni ya raia. Mashambulio hayo yamekuja wakati wananchi wanakabiliwa na hali ngumu ya baridi, jambo linaloongeza mateso ya kiraia. Serikali ya Ukraine imetaja mashambulio hayo kama jaribio la kimakusudi la kuvunja morali ya wananchi na imesisitiza kuwa Urusi inalenga kuifanya nchi ishindwe kuendelea na maisha ya kawaida wakati wa majira ya baridi. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulio hayo ni sehemu ya mkakati wa kijeshi, ikidai inalenga miundombinu inayosaidia shughuli za kijeshi za Ukraine. Hata hivyo, jumuiya ya kimataifa imeendelea kukosoa vikali hatua hizo, ikisema raia wa kawaida ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa vita hiyo. Wakati huo huo, nchi za Ulaya Mashariki zimeanza kuchukua tahadhari za kisiasa na kiusalama. Estonia, moja ya mataifa jirani na Urusi, imetangaza kuzuia kuingia kwa raia wa Urusi waliowahi kupigana vita nchini Ukraine, ikisema ni hatua ya kulinda usalama wa taifa. Hatua hii imeungwa mkono na Ukraine, huku Urusi ikitaja kama uchochezi wa kisiasa unaochochea chuki na kuongeza mvutano barani Ulaya. Mvutano huu umeongezeka baada ya Urusi kuingia katika mgogoro wa kidiplomasia na Poland kufuatia kukamatwa kwa raia wa Urusi nchini humo. Tukio hili limeifanya Urusi kuitisha mazungumzo makali na balozi wa Poland, hali inayoashiria kuendelea kupanuka kwa mgogoro huu nje ya mipaka ya Ukraine. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema vita hii sasa sio tu kati ya Urusi na Ukraine, bali ni mgogoro mpana unaohusisha usalama wa Ulaya nzima, hasa wakati nchi za NATO zikiendelea kuiunga mkono Ukraine kijeshi na kidiplomasia. Hadi sasa hakuna dalili ya mazungumzo ya amani kati ya pande zote mbili, na hali inaendelea kubaki kuwa tete, huku dunia ikifuatilia kwa karibu mustakabali wa vita hii ndefu. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.